tungali katika furaha za maadhimisho ya Pasaka, tukiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye upendo usiopimika kwa kazi ya ukombozi iliyofanyika kupitia kwa mwanae Bwana wetu Yesu Kristo. Kazi hiyo ya ukombozi inaendelea kufanyika kupitia kwa hao waliomsadiki Bwana na mkombozi wetu, na hivyo wakawa tayari kufuata nyayo zake, wakishiriki katika utume wa kumkomboa mwanadamu na ulimwengu. Katika simulizi la Matendo ya Mitume tulilosikia kutoka kwenye somo la kwanza, wanatajwa akina Paulo na Barnaba na ushiriki wao katika kuleta furaha ya ukombozi kwa watu wa mataifa, yaani wapagani, ambao nao wakiwa na nia thabiti walielekezwa na kuingizwa kwenye imani katika Kristo. Kwetu sisi wana Tabora, kanisa la Tanzania na kanisa la ulimwengu, tunafurahi leo kwani tutampata Askofu Josephat Jackson Bululu anayekuja kufuata nyayo za hao waliomtangulia, akiwa tayari kuendeleza hiyo kazi ya mkombozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Mungu mwenyewe anayeonyesha huruma na upendo kwa watu wake, na hakika anaendelea kutimiza ahadi yake aliyoitoa kwa kinywa cha nabii Yeremia akisema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu. Yeremia sura ya 3 aya ya 15. Mungu amependa kutupatia huyu ndugu yetu tulinaye hapa mbele yetu, tunayeelekea kumwekea mikono kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ili apate kuwa mchungaji kwa niaba ya Kristo, kuhani na wa milele. Hivyo na walikeni wana Tabora kumpokea kwa furaha na shukrani. Tumheshimu na kumstahi kama wakili wa mjumbe wa Kristo miongoni mwetu, kama mhudumu wa matakatifu ya Mungu aliyeteuliwa na Bwana mwenyewe kudumisha na kuendeleza kazi zake za kukomboa ulimwengu kwa kufundisha, kutakatifuza na kuwachunga kondoo wake. Ni vizuri tukayajua hayo anayokuja kuyafanya, na hayo kwa kweli yawe ni maelezo kadiri ya mapokeo na mafundisho ya kanisa yanayosema. Ndugu zangu, fikirini vema ni daraja gani anayopewa huyu ndugu yetu katika kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo alituma na Baba ili awakomboe wanadamu, naye aliwatuma mitume 12 ulimwenguni waliokuwa wamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, wahubiri Injili, wayakusanye makabila yote katika zizi moja, wayatakase na kuyasimamia. Lakini hiyo kazi ipate kuendelea mpaka mwisho wa dunia, mitume waliwateua watu wa kuwasaidia, wakawapa paji la Roho Mtakatifu walilopewa na Kristo kwa kuwekewa mikono. Ndiyo desturi hii iliyopitishwa toka kizazi hata kizazi katika maaskofu waliofuatana, na hiyo kazi ya Mwokozi inaendelea na kustawi hata siku zetu. Bwana wetu Yesu Kristo aliye kuhani wa milele anakaa kati yetu katika nafsi ya askofu na mapadre wake. Kwa utumishi wa askofu, yeye Kristo anaendelea kuhubiri Injili na kuwapa waamini mafumbo ya imani. Yeye kwa utumishi wa baba askofu anageuza mwili wake viungo vipya na kuviunganisha. Yeye kwa hekima na busara ya askofu anawaongoza ninyi hapa duniani mpaka kwenye heri ya milele. Basi mpokeeni huyu ndugu yetu kwa mikono miwili na kwa furaha. Nasi maaskofu tunampokea katika jamii yetu kwa kumwekea mikono yetu. Mpeni heshima kama mtumishi wa Kristo na mgawaji wa mafumbo ya Mungu. Yeye amekabidhiwa hakika
ya ukweli ya Injili, pamoja na kule kufundisha mambo ya roho na ya haki. Kumbukeni maneno ya Kristo aliyewaambia mitume, awasikiaye ninyi anisikia mimi, awadharauye ninyi anidharau mimi, na anidharauye mimi amdharau yule aliyenituma. Nawe ndugu yetu uliyeteuliwa na Bwana, kumbuka kwamba umetwaliwa kati ya watu na kuwekwa kwa ajili ya watu, kwa ajili ya mambo yaliyo ya Mungu. Uaskofu ni jina la kazi, si la heshima, naye askofu yampasa kutumikia kuliko kutumikiwa, kwa maana alivyoamuru Mwalimu, aliye mkubwa awe kama mdogo, aliye bwana awe kama mtumishi. Kuhubiri wakati unaofaa na wakati usiofaa. Karipia kwa uvumilivu wote na mafundisho. Watu uliokabidhiwa uwe na bidii ya kuombea kwa sala na sadaka wingi wa neema zitokazo katika utimilifu wa utakatifu wa Kristo. Uwe mgawaji, msimamizi na mlinzi mwaminifu wa mafumbo ya Kristo katika kanisa ulilokabidhiwa. Wewe uliyeteuliwa na Baba kuisimamia jamaa yake, mkumbuke daima mchungaji mwema anayewajua kondoo wake, nao kondoo wake wanamjua yeye, wala hakusita kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo wake. Watu wote uliokabidhiwa na Mungu uwapende kama wanao na ndugu zako, hasa mapadri na mashemasi walio wenzi wako katika utumishi wa Kristo, lakini pia fukara na maskini, wasafiri na wageni. Wahimize waamini washirikiane nawe katika kazi za kitume, wala usikatae kuwasikiliza kwa wema. Na wale ambao hawajajiunga bado na zizi moja la Kristo, watazame siku zote kama watu ambao Bwana amewaweka mikononi mwako. Katika kanisa Katoliki lililounganishwa kwa kiungo cha mapendo, usikose kamwe kufahamu kwamba umeungana na jamii ya maaskofu. Kwa jinsi hiyo, usikose kujishughulisha na makanisa yote, na tena uwe radhi kuyasaidia makanisa yaliyo na shida. Basi tunza kundi zima ulilokabidhiwa. Roho Mtakatifu amekuweka kulisimamia kanisa la Mungu kwa jina la Baba, ambaye wewe ni mfano wake katika kanisa, na kwa jina la mwanawe Yesu Kristo, ambaye wewe unaifanya kazi yake ya mwalimu, kasisi na mchungaji, na kwa jina la Roho Mtakatifu anayelitia uzima kanisa la Kristo na kuuponya udhaifu wetu kwa nguvu yake yeye. Waamini wapendwa katika Kristo, ili aweze kufanikisha utume wake huu kama tulivyosikia hapo juu, askofu mteule Josephat Bududu anahitaji sana ushirikiano wenu na sala zenu, vikitanguliwa na upendo wenu kwake na kwa kanisa la Tabora na kanisa zima la kiulimwengu. Tukijua kwamba maaskofu kama ilivyokuwa kwa mitume wanaendeleza utume wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakiuleta upendo na huruma yake kwa watu wake, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi amshushie Roho Mtakatifu aliyeahidiwa kwa mitume, huyo msaidizi ambaye Baba anampeleka kwa jina la Yesu, amfundishe na kumkumbusha yote aliyosema Bwana. Na kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, Malkia wa mitume, amjaze nguvu na kumfanya mahiri katika kazi ya uinjilishaji na kuwa shahidi na wakili mwaminifu, na kupitia kwake mapenzi ya Mungu yafanyike. Amen.